Ni siku ya tatu ya mzozo na maandamano Los Angeles nchini Marekani, huku maafisa wa vikosi vya ulinzi wa taifa takribani 200 wakiwa wamewasili na kuanza kazi kwa ajili ya kuzuia maandamano hayo yanayopinga dhuluma dhidi ya wahamiaji. Katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, video mbalimbali zinawaonyesha waandamanaji wakiwa barabarani wakipambana na vikosi vya ulinzi ambavyo navyo vinatumia silaha za aina mbalimbali, huku wengine wakiwa wakivishambulia kwa mawe vyombo vya usafiri vya walinzi hao. Hatua ya vikosi hivyo kutua Los Angeles inakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa maagizo viende kuikomboa LA ama Los Angeles kutokana na uvamizi wa wahamiaji haramu na kumaliza ghasia. Hata hivyo, kumekuwa na mvutano wa ndani baina ya mamlaka za California na serikali kuu, ambapo mkuu wa idara ya polisi Los Angeles Jim McDonnell amejibu shutuma zinazodai kuwa maafisa wake walikuwa wazembe kuzuia maandamano hayo. McDonnell alisema kuwa jeshi lake haliwezi kushiriki kwa njia yoyote ile katika utekelezaji wa amri ya uhamiaji wa raia. Na meya wa Los Angeles Karen Bass ameandika kupitia ukurasa wake wa X akisema ya kwamba alikutana na Governor Gavin Newsom na maafisa wa kutekeleza sheria ili kujadili usalama wa umma. Katika nukuu yake amesema kwamba Angel Knowles, usijihusishe na vurugu na machafuko, usiupe utawala wa kile wanachokitaka. Kwa upande wake pia Governor wa California Ellen Kunelarkis ameandika kwamba kinachoendelea LA si kuhusu usalama, ni jambo la kutisha. Akaongeza ya kwamba kaeni kwa amani, msimpe Trump anachotaka. Nguvu zetu ziko katika umoja na si machafuko. Uamuzi wa Rais Donald Trump kuamuru kupelekwa kwa askari hao wa gadi ya taifa bila idhini ya jimbo inaelezwa kuwa ni jambo la adimu sana. Jumapili alasiri, waandamanaji walichoma magari matatu na kuharibu mengine mawili katika eneo la jiji kuu la Los Angeles. Usafiri katika mojawapo ya barabara kuu ulisitishwa kwa zaidi ya saa moja baada ya waandamanaji kufurika barabarani. Rais Trump ametetea hatua yake ya kidikteta ya kutuma majeshi hayo, akidokeza uwezekano wa kuipanua kitaifa kwa kutumia sheria ya uasi inayoruhusu jeshi kuchukua mamlaka ya kukandamiza maandamano hayo. Ni moja kati ya habari ambayo imekuwa gumzo hivi sasa mitandaoni juu ya waandamanaji na maandamano ambayo yanaendelea huko Los Angeles nchini Marekani. Mimi natumika na tutaendelea kukujuza zaidi juu ya kile ambacho kinaendelea.